Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu zangu na habari za mchana kwenye nyote. Karibuni katika kipindi kipya, ukweli kuhusu Isa alayhi salam. Je, alisulubiwa? Mimi ni Upanga wa Radi na nitakuwa nawe siku zote kila wiki kwa ajili ya kujifunza, kuuliza na kutafakari juu ya mmoja wa manabii wakubwa wa Mwenyezi Mungu, Isa Masih alayhi salam. Kabla sijaanza, naomba tuchukue sekunde 10 tukimtaja Mwenyezi Mungu. Mola wetu, tufungulie milango ya uelewa, tusafishie nia zetu na utuongoze kwenye ukweli. Amin. Usiogope Mariamu, kwa maana Mungu amekujalia neema. Utapata mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Naam, sehemu ya kwanza ya kipindi chetu. Kwa nini kipindi hiki? Ndugu yangu labda atajiuliza, kwa nini kipindi hiki kuzungumzia juu ya Nabii Isa na msalaba? Jibu ni rahisi, kwa sababu mada hii imegusa moyo wa imani ya watu milioni duniani. Kwa ndugu zetu wa Kristo, kifo na kufufuka kwa Yesu ndio msingi wa wokovu. Kwa sisi Waislamu, Isa alayhi salam ni nabii mtukufu, mtume wa Mwenyezi Mungu na mmoja wa manabii tulioamrishwa kumwamini na kumheshimu. Sasa hapa ndipo tunakutana na swali kubwa. Je, kilichotokea mlima Golgotha kilikuwa nini kweli? Na kipindi hiki si cha kugombana wala si cha kusema wewe umekosea au mimi niko sahihi. La hasha. Lengo langu ni hili: tukae pamoja kama ndugu wanaotafuta ukweli, tufungue Qur'ani, tufungue Biblia, tuangalie wanahistoria, tuulize maswali kwa heshima. Kama utapata jibu linalokutosha, alhamdulillah, na kama hutopata, basi ngalau tukae kama waaminifu wanaotafuta. Sehemu ya pili, kanuni ya mazungumzo yetu. Kabla hatujaingia ndani, naweka wazi kanuni 3 tutakazotumia katika season 1 na season 2 yote. Kanuni ya kwanza, heshima kwa Nabii Isa alayhi salam. Sisi Waislamu tunampenda Isa alayhi salam, tunamuita roho ya Mwenyezi Mungu na neno lake. Hatutomkosea adabu hata kidogo. Kama wewe ni Mkristo, jua kuwa tunazungumza juu ya nabii wako pia. Kanuni ya pili, tunarejea vyanzo. Sintotumia maneno ya mtaani wala porojo. Kila jambo utakaloongea litakuwa na rejea, ama kutoka Qur'ani ama kutoka Biblia au kutoka kwa wanahistoria. Wewe mwenyewe utaweza kukagua. Kanuni ya 3, swali ni haki. Katika imani kuuliza sio kosa. Ibrahim alayhi salam alimuuliza Mwenyezi Mungu kuhusu kufufua wafu. Wanafunzi wa Yesu waliuliza maswali kila siku. Kwa hiyo na sisi leo tutauliza bila uoga. Sehemu ya 3, swali kuu la leo. Leo hatutoingia kwenye hoja nzito. Leo ni utangulizi tu, lakini naacha swali kwa ajili yako ambalo utakaa nalo akilini wiki nzima. Ikiwa tukio la msalaba ni tukio muhimu zaidi katika historia ya mwanadamu, je, ingekuwa busara kwa Mwenyezi Mungu kuruhusu iwe na utata wowote? Fikiria hilo. Mwenyezi Mungu anapoleta ujumbe hulileta wazi. Qur'ani inasema katika sura ya 2 aya yake ya 2, dhalika alkitabu la raiba fihi wa hudan lilmuttaqin. Hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake, ni mwongozo kwa wacha Mungu. Sasa tunapokwenda kwenye Injili, tunakuta hadithi 4 za msalaba ambazo zinafanana kwa mengi, lakini zinatofautiana kwa baadhi ya maelezo. Hii si kulaumu, hii ni kuanza kuuliza, je, kuna sababu ya tofauti hizi? Je, kuna kitu ambacho hakijaeleweka vizuri? Wiki ijayo, episodi ya 2, tutaanza na swali la msingi kabisa: Isa alayhi salam ni nani kweli? Tutamuona kupitia macho ya Qur'ani, tutaona vile Mwenyezi Mungu atakavyomtambulisha mwenyewe. Ndugu yangu, asante kunisikiliza kwa muda huu hadi sasa. Kumbuka, tutafuti kushinda kwa mjadala, tunatafuta kuridhika kwa moyo. Na moyo kuridhika tu ni pale unapojua unasimama katika kweli.
Kama umependa utangulizi huu, share kipindi chetu hiki kwa rafiki yako, na kama una swali niandikie. Soma, tafakari na tutaongea tena wiki ijayo. Mwenyezi Mungu, tunakuomba utuoneshe ukweli kuwa ni ukweli na utupe uwezo wa kuufuata, na utuoneshe uongo kuwa ni uongo na utupe uwezo wa kuepuka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.